Bwana, aliyeko mbele yako ni bouncer wa Hamisa Mobeto, Zilo Blackstone. Tuzungumze naye, kuna mengi ambayo tutayaongelea hapa. Yapo mengi kweli kweli, watu wanataka kufahamu kupitia Zilo Blackstone, bouncer wa Hamisa Mobeto. Brother, mambo vipi? Bwana fresh, inakuaje wazee? Kawaida. Kama kawaida. Naona ni wakati leo umejaa kwenye mfumo. Kawaida, ataenda sawa tu. Bwana, harakati zinasemaje? Bwana fresh. Kazi zinaenda. Mungu ana bless. Hivi kwenye swala lako la ambavyo tunajua kwamba sasa hivi mara nyingi tunakuona na mwanamitindo Hamisa Mobeto ukiwa kama bouncer wake. Watu wanataka kufahamu, kwa Hamisa ni official ama inakuaje? Kwa Hamisa ni official, ndio maana kufuatilia kazi zote ambazo nimefanya naye ni kazi nyingi sana, sababu yeye niko naye muda mrefu kidogo. Kwa hiyo mimi ni official kabisa wa Hamisa Mobeto. Na kuanzia mwaka gani uko na Hamisa? Muda kidogo, yani ni muda kifupi, ni muda kidogo. Kabla hajaingia kwenye ndoa? Kabla hajaingia kwenye ndoa, juzi mzee wangu hapa. Ndoa juzi tu hapa, mimi kazi nyingi, hata ukiview hizi kazi nyingi sana nimefanya naye, nyingi. Kabla ya Hamisa Mobeto, Zilo Blackstone alikuwepo na nani? Alikuwa wapi? Kabla Blackstone, mimi ni mtu mmoja ambaye nafanya kazi na wasanii wengi, sababu hata kwa Mondo nishafanya kazi, kwa Harmonize nishafanya kazi, Nandi nishafanya kazi, na kwa sasa ndio niko na bosi wangu Hamisa Mobeto, tajiri yangu. Yaani kwanza pale mimi najivunia kuwa pale kwa sasa, sababu nisema mbona hizi niko free sana. Lakini nje pale mimi tukiacha tu kwa mambo mengine ya bodyguard, nina kazi zangu private nje ya hizi za ulinzi ambazo nazifanya. Ugumu wa kufanya kazi na mwanamke, kuna kila sehemu kunakuwa na ugumu wake. Kuna mwingine anaona akifanya kazi na mwanamume mwenzake anakuwa yuko comfortable zaidi, lakini kuna mwingine anaona akifanya kazi na mwanamke kuna namna inakuwa. Sasa ugumu wa kufanya kazi na mwanamke kwako ukoje? Kama unavyofahamu, yani ukubwa wa ulinzi uko pande nyingi sana. Ndio maana unakuta mwanamke yani madam wa kike maningi anapenda kuwa na mlinzi wa kike, na kuna madam wa kike vile vile anapenda kuwa na mlinzi wa kiume. Sasa inategemea na jinsi ambavyo mmejipanga. Ugumu na ukubwa, sababu kuna baadhi ya sehemu huwezi kuatendi kutokana na mazingira jinsi yalivyo, ila kama askari tajiri mwenyewe anakuomba sehemu hii siwezi kuwa hivi, na wakati mwingine mwenyewe anajua kwamba mimi si wa kiume, msongo si wa kike. Kwa hiyo unaangalia jinsi gani ya kuexpect, unaona kukaa pembeni unaangalia tu, ila tu kwamba kuna namna ya tu ya kujiongeza kama askari, imadi tu kwamba tajiri yako asizulike. Tunaelewa vijana tunavyokuwa. Unajua sisi wengine pia tushafanya kazi mabosi zetu wakiwa wanawake, na tunaelewa ile reaction inavyokuwa kuna muda. Sasa wewe tunakujua ni mtu shababi kweli kweli, pisi kali kama Hamisa Mobeto, mdada mrembo kweli kweli. Namna fulani hivi. Uko sahihi. Sasa pale nipo kazini. Sasa kuzungumzia masuala si muonekano na nini, ni kitu ambacho kama askari unakuwa hujatenda haki, sababu pale mimi nipo kazini. Pale mimi ni mwajiriwa. Kwa hiyo lazima nifuate yale matakwa ambayo yanakuwa naelekezwa, pale zile procedures za bosi wangu. Sasa hivyo vitu vingine hivyo havipo katika swala hilo la security nikiwa pale. Kiukweli. Okay, kipindi ambapo kulikuwa kuna harusi ya Stefan Ezekia na muoa Hamisa Mobeto, kuna video zilikuwa zinaonyeshwa Zilo Blackstone alikuwa kuna kamkoba kaushikilia. Nataka kufahamu kale kamkoba kalikuwa na nini? Mbona muda mrefu mno kalikuwa kako mkononi hivi? Kalikuwa na nini kale? Nadhani kati ya watu ambao tulikuwa pamoja ile siku, hata nyinyi mlikuwepo, nadhani mliona, ila mnahitaji kupata kwangu nini kilikuwepo. Baba, ule mzigo na maanisha kwamba kila mtu aliona. Ule ni mkwanja. Unaona wanasema mkwanja. Ule mkwanja ulikuwa wa Hamisa wa Stefan Ezekia? Ile pale jua pale washakuwa watu wawili. Kwa hiyo sasa kwamba ni wa Hamisa au ni wa Zilo, lakini kifupi ile ni ya kwao yote. Na ulijua kabisa kama hapa nimeshika mkwanja? Najua, sababu pesa ilikuwa inaingiza pesa kwa mimi, nimeshika mwenyewe begi mwenyewe. Pesa mimi ndio kamefungua begi, pesa inaingiza mimi ndio nashuhudia hata pesa inaingia kwenye begi. Kwa hiyo ile ni pesa bali mwenyewe nimeona kwa macho yangu. Okay. Sawa. Ugumu wowote labda wa kufanya kazi na Hamisa Mobeto vipi kwa upande wako? Naweza ngasema kwangu mimi sina ugumu.
ila ugumu unakuja tu bana, kuna mambo mengine kama askari, yule ni bosi wangu wa kike, kuna vitu vingine naweza nisivifanye kutokana na mazingira ambayo niko nayo, sababu ile ni bosi wangu wa kike. Kuna baadhi ya matukio kama askari, yani kuyatendi kwa urahisi inakuwa ni vigumu, lakini huwa najitahidi kwa sababu crew inayomzunguka inakuwa iko salama. Kwa hiyo wakati mwingine najiongeza, sababu huu haiko peke yake, ana watu ambao anakuwa nao kama kumsindikiza, kama mmoja wapo kama friend au familia. Kwa hiyo wakati mwingine mimi ni watu kama mzunguko wa kazi niko nao vizuri, sina ugomvi katika ya crew ambaye iko nayo bosi wangu. Kwa hiyo ndio ngatumia tu akili ya kikazi, yule mtu ambaye yuko naye hata akamwomba akanisupport pale madili, anatumia hiyo ni akili ambayo ni behind the scene, sababu sasa kuingia nacho bosi wangu sio ndio mpaka hata kama ni mlinzi, lakini ni vigumu. Hii inapobidi unaweza kaingia kama askari, unaingia kitokea hata kutokea unazama sehemu ambayo unazama. Sawa. Labda malipo yake yakoje kwako, kwa sababu umefanya kazi na Harmonize, Diamond na baadhi ya wasanii wengine. Sasa hivi kwa Hamisa Mobeto tunajivunia nini hasa kwenye malipo? Wanasema makubaliano kati ya mshahara ni makubaliano kati ya mfanyakazi na bosi. Ni vigumu sana kusema nalipo bei gani, lakini utofauti lazima utakuwepo. Unajua utofauti wa kuwa na ajira na kibarua ni vitu viwili tofauti. Sasa mimi pale sipo kama kibarua, nipo kama mtu ambaye ni permanent ama ni official. Kwa hiyo ulipwaji nalipwa vizuri, na ndio maana mpaka leo niko naye. Sababu ningekuwa nalipa vibaya, sababu mimi naweza kufanya kazi na mtu yoyote the way inavyoonekana. Kwa hiyo kama ingekuwa sipo pale, yani siriziki ninachokipata, kiukweli siwezi kukaa, sababu na watu ambao wengi wananihitaji. Kumekuwa na maoni mengi kwamba mabouncer mnatumikishwa, mnafanywa yani kazi, mnakaa masaa mengi sana lakini malipo ni madogo. Unakuta umekaa na tajiri ama bosi masaa 8, 9, 10, mwisho wa siku unapata 40,000, kitu ambacho sio kizuri kwa mtu, yani kumpa masaa yote hayo alafu unampa kiasi hicho. Tashinda kulinyoosha. Ndio maana tunapambania kuweka sawa hili swali. Ila naweza nikasema hili jambo ili linyoke vizuri, na mtu aweza nikamtupia hilo swala akanijibia afu tukaendelea na mimi. Yuko hapa. Hapo wawili hapa. Atujibie kwanza afu tuje tuendelee. Tuendelee, naweza kanijibia huyu au mmoja wapo. Sababu anao familia. Bwana, nadhani umelisikia hili swali ambalo limeulizwa. Unajua swala la makubaliano ni swala nyeti sana. Ni swala nyeti kwa sababu makubaliano ni watu wawili, kati ya mfanyakazi na bosi. Na sana sana bosi wengine hawapendi kutangazwa kitu gani ambacho wanacholipa. Sawa Unaweza kuambia Falbaina gani analipa 200,000, 1,500,000. Lakini muda mwingi huwa tunaona unakuta yani tukio limeshaisha, bosi ameshaingia kwenye ndinga, anaitwa yule ambaye alipewa kazi ya kuita mabouncer. Tunaona pale labda bosi anatoa labda 500,000. Yule bouncer sasa ambaye alichukua kazi naona anahesabu 40,000, anakushikisha wewe 40 anakushikisha. Wote tunaona hizo. Unajua siwezi kukatalia kweli hayo mambo yapo, ila ni bouncer aina gani? Kwa sababu sasa hivi kuna muingiliano juu. Kuna bouncer ambaye ni kama bouncer, lakini kuna bouncer mwenye professional zake. Mwenye professional zake hawezi kuingia kwenye huo mtego hata siku moja. Yaani kabla kazi haijafanyika anajua kitu gani anaenda kukifanya na kwa wakati gani na malipo yangu yakoje. Kwa hiyo swala kuwa ameshaingia boss kwenye gari alafu anakuja anafukuzana si pesa yangu, au sio ma-professional mzee. Okay, Blackstone, tunaelewa kwamba Azizi sasa ni mke wa mtu. Sio kama zamani ambavyo ulikuwa Hamisa ni mke wa mtu. Sio kama zamani ambao ulikuwa ukienda sehemu unamgadi yeye peke yake. Sasa hivi mara nyingi tunamuona anatoka na mume wake. Sasa labda pengine utuambie hapa, unalinda watu wawili sasa kwa wakati mmoja. Mshahara na malipo yanaongezeka kwa sababu sio mmoja tena. Swali zuri kabisa. Unajua nafsi yangu kama mimi nimefurahi kwamba naweza nikasema nimepata mabosi wawili. Kwa hata ufanisi wa kazi unazidi kutokana kwamba kumlinda mmoja na kulinda wawili vitu viwili tofauti. Kwa hiyo umakini wa kazi unaongezeka. Lakini mimi kama askari ambaye ni professional, ninapotajika kufanya kazi peke yangu nafanya, na nataka kuongeza mtu kutokana na kazi ambayo nakwenda kuifanya nafanya. Sasa mimi kama official na uwezo wa kumshauri boss na akanisikiliza. Yaani hakuna kitu ambacho nikamshauri bosi wangu Hamisa Mobeto hasi nisikiliza, ila kutokana na kazi jinsi ilivyo. Ukizungumzia kwamba malipo huenda kaa imeongezeka. Unajua wakati mwingine unajua sina kuambieje. Kila kitu kinawezekana kwa uwezo wa Allah. Sababu unajua yani subira ufuta heri.
yule ni binadamu na tajiri mmoja ambaye anajitambua sana. Kwa hiyo na haya nayapitia, yeye anayaona, na nje tu ya kufanya kazi tajiri ambaye anafahamu behind the scene yangu mimi. Kwa ni mtu ambaye anatambua kwamba nini anakifanya, nini mimi nakifanya, na nini atakifanya mbeleni. Hicho ni kwamba mimi kuwa tu na subira, kuja kwenye kazi nikafanya kazi yangu nilipeleka pale, mengine namwachia Mwenyezi Mungu. Najua anayaona na yanamfikishia kwa muda wake. Hivyo. Kuna watu ambao wanajiuliza mara mbili. Unaweza ukatupa za ndani kwa sababu wewe ni mtu wa karibu wa Hamisa, na mara nyingi ambapo anaenda wewe unakuwa kama mtu wake wa karibu ambao unamlinda. Hii ya Hamisa na Mobeto watu wanaona kama ndoa imekuwa ghafla sana. Hapo unaweza za ndani. Hamisa na Azizi watu wanaona ndoa imekuwa ghafla sana. Uhusiano wao wa kimapenzi umeanzia lini? Mwaka, miezi 6 au kutoka miaka 2 nyuma imepita? Vipi? Kwa mimi kama askari au kama mlinzi wake, sisi tuna mipaka. Askari alitimia huwa ananyoosha tu maelezo. Yaani nitashindwa kukuelezea vizuri sababu hilo swali ukiuliza kama askari nitashindwa kukuelezea direct. Unajua kuna swali la Hamisa Mobeto na kuna swali la mlinzi. Sasa kama mimi kama askari ambaye najitambua nitashindwa kukunyoshea. Kifupi tu kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu ndiye anapanga. Iwe behind the scene iwe na nini, Mungu ndiye anapanga. Sababu mimi naamini nyinyi mnafahamu. Ili hata kuzungumzia kwamba ilikuwa zamani, haikuwa zamani. Mimi nitakupa taarifa tu bwana, fanya hiki, twende kazi. Sasa hivi umegundua nini baada ya Hamisa Mobeto kuolewa? Umegundua labda nini? Labda furaha imeongezeka ama kuna mabadiliko umeona? Kwanza sio furaha kuongezeka. Kwanza mimi kwangu mimi nashukuru sababu nina matajiri wawili. Kwa hiyo hata kipato kitaongezeka. Au tuseme kimeongezeka sababu jua sasa hivi nilikuwa na mmoja, sasa hivi nina wawili. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye anapenda kuishi vibaya. Kila mtu anapenda kuishi sehemu nzuri. Si ndio bwana? Kwa mimi nashukuru sababu na tajiri na Azizi na Mobeto wote wale ni watu wazima, wote mastaa. Na mimi na enjoy. Ishawahi kutokea siku moja ukamkwaza bosi wako ambaye ni Hamisa Mobeto wakati na mgadi? Sikumbuki. Sababu kwa mimi hajawahi kuniambia kama leo umenikosa, ila mara nyingi huwa ananiambia safi sana, umefanya kazi vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza kanionea aibu asiniambie, lakini kwa upande mwingine yeye dada kwa out of time muda mwingine ile ni dada, ile ni nje tu kufanya kazi naye, yani baada ya kazi tunakaa kama familia, ndio hata mamake na vizuri, familia yake ambayo inamzunguka, madereva yake. Yani nashukuru Mungu hicho kitu kwangu kimekuwa kinanipa sana support ya kuendelea kuwepo pale, kuendelea kuaminika, sababu watu ambao wanamzunguka na wenyewe wananisaidia, wakati mwingine mimi naonekana ni bora kwake sababu niko good. Kipindi hicho mwanzoni, kipindi ambavyo Stefan anaanza au mahusiano, kuona wivu wote kwa Stefan kwako, sababu wewe Doto uko na Hamisa na mgadi kama bouncer wake. Sasa kuna kipindi kama mwanaume unakuwa na wivu, huyu bouncer wake kweli huyu ama kuna kingine kinaendelea? Hujaona kama Azizi akawa na mashaka fulani hivi? Hiyo swali yani kwamba sasa kidogo mnachanganya. Unaweza kwamba unaweza ukuona wivu au Azizi aliona wivu. Kuna mashaka kwamba huyu ni bosi wake kweli ama Hamisa. Hayo mashaka anakuwa naye bosi wangu Azizi. Kipindi hicho ambavyo mambo yalikuwa yanaanza. Sasa siwezi jua kwa mimi sababu kama hajawahi kuniambia siwezi kuhisi kwamba hicho kitu kipo. Unaweza ukaona uchangamfu wa sasa hivi na wa kipindi kile jinsi ambavyo mkikutana inakuaje. Alafu yule jamaa mtu mmoja yani hana mambo mengi. Alafu ni mzungu sana, alafu kanyoka. Unajua si binadamu kukosea kawaida. Na mimi ni binadamu. Acha sio mimi ni binadamu, lakini mimi nikiwa pale niko kama askari. Haya mambo mengine kwangu mimi kutokea ni vigumu sababu najitambua. Tunamekaa pale kuhakikisha bosi wangu anakwenda salama na kurudi salama. Haya mengine kwangu mimi halipo. Okay. Sawa. Kwa muda ambao umekaa kwa Hamisa Mobeto mpaka sasa hivi, unasema kwamba kuna vitu ambavyo labda Hamisa anakuwa labda apendi kwako nini na nini. Dokezo hili vipi? Unajua kama bosi, mimi kama askari, kabla ya kazi lazima bosi ujue tunakwenda wapi. Bosi labda utapendelea nini ambacho ukitaka. Na wakati mwingine bosi anakuambia bana, leo nakwenda sehemu fulani lakini naomba kusiwe na 1 2 3. Sometimes nyinyi mnakuwa mnaboa sometimes. Utasema tumeenda sehemu mnapiga picha yani kilazima. Sasa sometimes unajua anakuwa ni kama hahitaji swali lifanyike, basi anakupa taarifa askari wake bana, leo tuishi himo. Kwa hiyo kama askari lazima ukae kwenye ile gia ambayo amekupa taarifa, na mwingine atakao ujiongeze. Sio sababu sisi yani mimi na nyinyi ni kitu kimoja.
tunakutana sehemu mbalimbali. Kwa hiyo changamoto zipo ambazo zingine huwezi kuzungumza kwenye media, lakini kwangu mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli. Okay. Matumaini yako ya kufanya kazi na Hamisa Mobeto unahisi yametimia kwa kiasi gani? Matumaini ningesema kwamba yametimia kwa kiasi kikubwa, japo bado na yasubiri mengine yatatimia zaidi, sababu sijui mimi ananiwazia nini mpaka sasa, lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kama kuna kazi tutafanya kazi mpaka tapofikia muda sina kazi, basi ndio hivyo, sababu ile ni binadamu. Anachoniwazia kizuri nitakipokea, kibaya nitakipokea, sababu siwezi jua mpaka sasa mimi ananiwazia nini. Mimi nafanyia kazi na kama mfanya kazi wake kazi, yani kama mfanya kazi. Kwa hiyo wewe unajua mshangabana bana Zilo, una nyumba sehemu fulani, nenda kachukue, wewe jua jengo mjengo. Kwa hiyo yote ninamwachia Mwenyezi Mungu, sababu mimi siwezi yani kuota yeye anawaza nini, ila mimi nachochukua kwamba ni mtu ambaye anaishi naye fresh, anajua binafsi sini, anajua familia yangu. Yani kifupi, ninapokuwa na tatizo nikimuelezea kama binadamu ananielewa. Ndio maana kwamba ni nje ya askari, watu tunakaa tunazungumza kama familia.